Kila jua la asubuhi linaloamka juu ya mawimbi ya Ziwa Victoria, palipozoeleka kuwa na vivuko na foleni ndefu za magari na watu, sasa kunasimama kwa fahari daraja la Magufuli, alama ya matumaini, maendeleo na uthubutu wa kizalendo. Hili ni daraja ambalo si tu linavuka maji, bali linavuka historia. Linatoka upande wa Kigongo na kuunganisha na Busisi, likinyoosha njia ya chuma na saruji umbali wa zaidi ya kilomita 3.2. Kwa macho ya kawaida linaweza kuonekana kama daraja la kawaida tu, lakini kwa wale wanaojua ndoto ya maendeleo ya Tanzania, hili ni daraja la ndoto kutimia. Lilipojengwa halikuwa na majibu kwa tatizo la usafiri, bali ni ushahidi wa uongozi wa mtu aliyesimamia kauli mbiu ya hapa kazi tu. Daraja hili mimi nina historia nayo. Mnataka niwaambie hapo? Naam, hayati Dr. John Pombe Magufuli. Kwa heshima yake, daraja hili likaitwa jina lake kama ishara ya shukrani na kumbukumbu ya ujasiri wake wa kuamini kuwa Tanzania inaweza. Daraja hili lina upana wa zaidi ya mita 20, likiwa na njia 4 ambazo ni 2 za kwenda na 2 za kurudi. Linapita juu ya maji tulivu ya ziwa, likibeba magari, malori na pengine hata matumaini ya mama anayepeleka bidhaa zake sokoni bila ya hofu ya kukwama kwa vivuko. Ujenzi wake ulianza rasmi mwaka 2020. Kazi kubwa ikifanywa na kampuni kutoka nchini China. Ingawa changamoto zilikuwepo, lakini juhudi hazikusita, na hata kabla ya kukamilika kabisa, tayari likaanza kubadilisha maisha ya watu. Zaidi ya shilingi bilioni 700 zilitumika kulijenga. Si fedha chache, lakini thamani yake haiwezi kupimwa kwa pesa tu, ni urithi wa kizazi kwa kizazi. Na sasa kila gari linalopita, kila mtu anayevuka, kila mzigo unaosafirishwa, wote ni sehemu ya simulizi hii. Simulizi la taifa linaloamka, likijengwa upya hadhi yake kupitia chuma, saruji na ndoto za uongozi thabiti. Kwa hiyo, daraja la Magufuli si tu njia ya kuvuka ziwa, bali ni njia ya kuvuka kutoka jana kwenda kesho.